Niwaambie kitu. Mheshimiwa Geoffrey Mwambe bado ni kijana. Mimi ni mkubwa wake. Kwa umri, sio kwa cheo. Kwa kuwa bado ni kijana, ana umri wa kufanya kazi muda mwingi, ana kesho nyingi, hakutakiwa kwa utamaduni wetu ule kuja kugombea ubunge. Kwa sababu kwanza alikuwa na kazi nzuri nyingi, amefanya kazi benki kuu. Benki kuu ndio inakotoka hela. Na sisi tunafanya kazi tunatafuta hela. Alikuwa anaanza kuja kuhangaika huko. Hakuwa na shida ya hela. Alikuwa na shida na masasi. Akafanya kazi na idara ya mambo ya ndani kama mkurugenzi wa idara moja hapo kwa idara ya mambo ya ndani. Mkurugenzi wa mambo ya nje. Mambo ya nje. Ananikumbusha hapo. Haitoshi. Baada ya kuwa mkuu wa wilaya na kadhalika ndipo akateuliwa kuwa mkurugenzi wa uwekezaji Tanzania, uwekezaji wa Hindi, wa Arabu, wazungu, watu wa Msumbiji, wa Ghana, wakitaka kuwekeza Tanzania lazima wakafike Bake, wamuone yeye ndo anajua cha kufanya. Unapata wapi ardhi na kadhalika. Mshahara wa mkurugenzi wa uwekezaji ni zaidi ya mshahara wa mbunge. Uongo mheshimiwa? Anakataa, lakini anajua kwamba mshahara leo anapokea kule ni mkubwa, na Ulaya ni kama mimi ninapokwenda Marika, ninapokwenda Silabu kila siku hivi. Haina chenga iko vizuri. Anaruka kwenda wapi? Eti katika umri mkubwa bado kufanya kazi, bado zaidi ya miaka 30 kustaafu. Akaacha kazi yenye malipo makubwa kwamba nikagombee ubunge. Upendo ulioje huo? Na huko sisi tulishazoea mtu afanye kazi huko, akija kustaafu ndo afikiria kuja kugombea ubunge. Kweli? Tunafanya kazi ya ubunge kuja kupumzika. Tunataka wabunge kuja kupumzika. Tunataka wabunge wa kukimbizana. Huwezi kukimbizana katika umri wa miaka 70. Ukiuno vitakukamata, macho zitakubana, umri ukifika umefika. Hakuna namna. Wana Masasi wenzangu, mnanifahamu, nilikuwa upande ule nikarudi nikasema narudi nyumbani. Lakini wakati nikiwa upande ule nilikuwa namuunga huyu mheshimiwa. Wala sikuwa mnafiki katika hilo. Nilikuwa namwambia mheshimiwa, kama kura kwangu hazitoshi kwa vyovyote uchague wewe. Sasa leo kwa kazi ambazo umezifanya mheshimiwa Mwambe, Masasi hii tangu napata akili, nikipata wabunge, katika wabunge waliopita wote hakuna aliyefanana kwa kazi ulizofanya wewe. Mnyongeni lakini haki yake. Hofu ya kwangu mimi ambayo inanitanda mimi na wana Masasi, mimi nataka niwaambieni leo kweli. Nitumbue jibu nisitumbue. Wana CCM kuna unafiki ndani. Wanaeneza propaganda nyingi ambazo wanasema kwamba Mwambe safari arudi tena. Sasa huko mtaani tunakutana na maswali sisi ambao tuko kwenye siasa, eti wanatuambia Mwambe arudi tena, ni kweli? Sasa tunakosa majibu. Naambia bwana, mimi sipiga kura katika hao. Lakini ukweli ni kwamba kama itatokea mambo hayo, watakaoamua ni wenyewe wana CCM, kwa sababu kazi ya mbunge ili aweze kutawala anatuletea chama, kwamba chama chetu si cha Mapinduzi au Chadema au kafu, mbunge wetu ndio huyu, mtuunge mkono. Sasa tunawaomba wana CCM, msituangushe Masasi. Mtuletee jembe hili. Jembe hili linafanya kazi ambayo kila mtu inamgusa katika moyo wake. Haya mambo ya kwamba kila siku tunabadili, hata kama ni ndoa jamani, leo umeoa, kesho kutwa umeoa, maendeleo utapata. Sasa bali nataka kuishi na mke mmoja, huyu atuhudumie sisi, mama huyu anatosha, baba huyu anatosha, shangazi huyu anatosha, kiomba huyu anatosha. Huyu tutamtumia. Mheshimiwa Mwambe, mimi niko pamoja na wewe. Asikuletee mtu yoyote neno la kinafiki kuhusu mimi. Mimi nimeanza kuunga mkono kwa upinzani. Mheshimiwa mbunge, nimesimama hapa kama diwani mwenyeji, ninakukaribisha na kutaka kueleza hadhira hii kwa muda huu wa miaka 5 kata yangu anakupa
umefanya nini, chama kimefanya nini, Mheshimiwa Rais amefanya nini katika kuletea maendeleo wakazi wa kata yangu. Kata yangu na shule mbili, sekondari moja na msingi moja, lakini katika shule ya sekondari Ana Abdalla pale katika msukumo wako nimepata pesa nyingi za kutosha kupitia wewe, nashukuru sana. Madarasa mengi yamejengwa, takriban milioni 323 zimeingia pale karibu kujenga miundombinu ya madarasa pamoja na vyoo, na watoto sasa hivi wanasoma katika shule ambayo ni bora na napata wala pana na upao unakuwa mzuri. Asante sana. Lakini Mheshimiwa Mbunge, hapa uliponifanyia mkutano ni eneo langu, ni eneo mojawapo ambalo nataka kufanya ukarabati au kuikarabati hii stendi. Sasa mimi kama kiongozi hapa nataka niweke angalizo. Hawa wote wamiliki wa mabanda, nataka location ya mahali walipojenga stendi mpya warudi pale pale. Maana inaweza kutokea mtindo stendi imejengwa mpya, wanakuja watu ambao hawaelewi, watakuja kupata location sema mtu mwingine anatoka labda angalia kwa magereza ambapo hakuna biashara. Mimi kama kiongozi nataka nisimamie hilo. Yule ambaye yuko katika location yake arudishiwe pale pale. Lakini sivyo tu, tuangalie banda la mamalishe. Miundombinu ya stendi iliyojengwa lazima izingatie banda la mamalishe. Wale kina mama wanasomesha, wana watoto wanategemea, utumwa wako pale, usiwasahau. Kwa tunaenda kuongeza lami nyingi kwenye mji wetu, tutanuke ili baadaye turuhusu kama kuna mtu ana hais, ana noa, ana costa, anataka kufanya daladala, ruksa Masasi. Tufanye daladala. Lakini ili tuweze kujenga stendi yetu hiyo, tulihitaji fedha. Kwa hiyo kuna fedha ambazo tuliziomba kutoka kwa wadau wetu. Kwa hiyo tumechangiwa fedha kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika katika ujenzi wa barabara. Nafikiri mnajua kwamba kuna barabara mbili kubwa zinajengwa kuelekea kwenye mataa. Kuna barabara kubwa inajengwa kutoka Namaleche mpaka kwetu na Newala pale kata Mitesa. Wanajenga mpaka kwenye taa hapa. Kisasa kabisa kwa standard ya juu. Hii lami ya sasa wataikongua, watatanua, watatengeneza mifereji mizuri na kuweka na taa mpaka kwenda kule na kupa kwenye National Housing. Na daraja lile la Mwiti lile la chuma pale ambapo kwa sasa limeshaondolewa pale Chungutwa. Wale kampuni wanaojenga ile inaitwa China Communications Construction Company. Kampuni ya mawasiliano na ujenzi ya China. Bahati nzuri, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, aliridhia maombi yetu, maombi ya kipekee ambayo tuliyapeleka, ambayo katika hali ya kawaida sio rahisi kufikiriwa. Eti kuiondoa lami iliyopo, kuweka lami mpya, wakati kuna mikoa wenzetu hawana lami. Mheshimiwa Rais akakubali kutoka kwenye taa, Ndanda, Mnazi Mmoja au Mingoyo kwenda Mtwara mjini kilomita 200 zinaenda kujengwa upya kabisa. Na kampuni iliyopata kazi kujenga tenda hiyo ni kampuni hii ambayo imejaa wa China kutoka huku na Maleche. CCM oye! Nani kama Samia? Nani kama CCM? Kwa hiyo ndugu zangu, tunaenda kujenga hizo barabara mbili. Na tumejadiliana na meneja wa TANROADS wa mkoa kwamba hizi taa zilizokuwa hapa kwa mfumo mpya ambao tunautaka zinatushelewesha. Hizi taa tunataka ziende TK, njia kule junction ya Tandale, hapa tunataka tuweke roundabout ili magari yaweze kuflow muda wote. Na ikiwezekana tutafute nembo katikati pale kwenye roundabout, nembo ya Masasi. Ili watu wakifika waone kwamba hapa ni Masasi. CCM oye! Kwa ndugu zangu, tunaenda kuitengeneza Masasi ambayo tunaitaka. Hii barabara ya huku tumeongea na wenzetu wa TANROADS kupitia Benki ya Dunia ambayo barabara yake inaenda kujengwa kiwango cha juu sana. Na barabara hiyo imetuchangia shilingi bilioni 1. Na barabara hii imetuchangia shilingi milioni 700 kwa ajili ya maboresho ya stendi yetu hii ya zamani. Ambapo hapo tutasafisha na kujenga upya kabisa kisasa tunavyotaka sisi kwa ajili ya kuhudumia mabasi madogo. Hapa uwanja wa ofisi, kuna siku nilikuja na msafara mkubwa hapa. Nilimwita mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba National Housing. Baada ya kuongea nao wakati ule tujenge shopping mall Masasi, wakaja tukajadiliana, tukafikia mwafaka, tukawapa ile eneo la maduka 9 na shopping mall inajengwa. Wote tunaiona, si ndio? Nikamwambia pale ni padogo. Maombi ya wanaotaka kuingia pale yamepitia ofisi yangu ya mbunge. Kwa ninayo maombi zaidi ya 50 ya ziada ambayo yanazidi uwezo
wa ile shopping mall ambayo inajengwa. Nikamwambia sasa, kwa sababu sisi ni kituo cha biashara hapo Masasi, na sisi maono yetu na baraza la madiwani ni kwamba tunataka Masasi iwe ndio Kariakoo ya Kusini. Kwa sababu hiyo ni lazima sasa tutumie fursa ndogo tuliyokuwa nayo kupata kitu kikubwa. Kwa nikamwambia hebu twende uwanja wa Fisi. Maono yetu sisi halmashauri tunataka hapa uwanja wa Fisi ambapo hatupatumii vizuri. Hapa pana ekari 2.4 kwa ukubwa wake jumla. Hatupatumii vizuri. Haya mabanda yetu tunataka yote tuyabomoe. Tujenge mabanda ya gorofa ya kuzunguka kote huko. Na tuwe na biashara chini, katikati na juu. Na biashara zitakuwa za nje na za ndani. Ambao tutakubaliana, tutapanga. Kama kuna watu ambao wanataka vifaa vya ujenzi, labda tutakao upande wa nje. Kama biashara zingine ziwe upande wa ndani. Na tutakubaliana kwamba kama ni gorofa ya kwanza ya tatu juu au ya pili, aina gani ya biashara zikae. Gorofa ya katikati aina gani ya biashara ikae. Na gorofa ya chini aina gani ya biashara ikae. Na ndio maana Mheshimiwa Nachunga akasema hapa kwamba hofu ya wanamkuti kwenye soko hiyo ihakikishiwe kwamba wafanyabiashara walioko kwenye mabanda haya ambao kwa sasa ni mabanda ya serikali ya halmashauri wala wasiwe na wasiwasi. Tukienda kujenga, kipaumbele cha kwanza ni wale wenye mabanda kwenye maeneo yao ambao ndio walikuwa wanafanyia biashara. Na kwenye hilo, siku ya Ijumaa wiki iliyopita, mimi pamoja na timu yangu ya halmashauri, kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri na wataalamu, mkurugenzi na timu yake, tulienda Dar es Salaam kwenda kufanya mazungumzo na National Housing, shirika la nyumba, juu ya aina gani ya mahusiano ya sisi na wao katika uendelezaji wa eneo letu hili. Na siku ya Jumapili kesho kutwa timu ya watu wa kutoka National Housing wanaingia Masasi. Watakuja hapa wafanye vipimo vyote vya hapa ili wakatengeneze mchoro, waleta concept, mafikira yao, wanafikiriaje, aina ngapi ya gorofa tuwe nayo, aina ngapi ya aina ya mabanda ambayo inatakiwa tuwe nayo, mabanda ya vyakula, labda nizungumza kuhusu kina mamatilie, mabanda ya vyakula, mabanda ya biashara, mabanda ya watu wa simu, pamoja na vifaa vya kielektroniki, nguo na kadhalika. Kwa hiyo yote tuidesign. Wakishamaliza kudesign, tumekubaliana tarehe 2 mwezi wa 4 tunafanya kikao kingine, watupitishe kwenye michoro ambayo tutakuwa tumeshaichora na aina ya majengo ambayo nataka tujenge hapa. Na baadaye tukikamilisha hiyo, tukubaliane kiwango cha fedha cha kuwekeza ili wao waendeleze upande huu, ambapo hapa katikati tunataka tupige hapa paving kote hapa, tuweke na taa, iwe ni sehemu, ni shopping center, sehemu ambapo watu wanakuja kutoka wanafanya biashara, watoke kwenye mikoa mbalimbali waje hapa, lakini iwe ni sehemu pia ya burudani, kustarehe na kula maisha hapa Masasi. Ombi langu kwenu ndugu zangu wana Masasi, sisi tunayo pesa ya kuendeleza stand ndogo, lakini wenzetu wa National Housing wataendeleza hapa kwa makubaliano ambayo tutakuwa tumetengeneza. Ombi langu kwenu, tutoe ushirikiano, tuijenge Masasi mpya kabisa. Na kwa namna hiyo, wale wote ambao watakuwa na kiu ya kuitaka kuona Masasi inakuwa ni Masasi mpya ya namna ambayo ilikuwa ni inakidhi kiu yao ya miaka mingi, watafarijika. Watakuwepo watu ambao wanabeza, wengine watataka kuzuia kama ilivyokuwa kipindi kile Mkuti kwenye soko, ambapo baadaye kaja kuonekana kwamba kulikuwa na watu huko nyuma, kumbe walikuwa na mambo yao mengine. Baada wamekuja wameomba radhi, tunaendelea kushirikiana nao, na Mkuti sasa hivi tunaijenga. Kwa hiyo ndugu zangu, niwahakikishie tunakwenda kujenga Masasi yetu. Na ukiacha Mkuti, tumefanikiwa kuvutia viwanda. Tunavyo viwanda viwili vikubwa vinajengwa kwa sasa. Na ilikuwa inatukwamisha kidogo kwenye vigezo vyetu vya kuwa manispaa. Manispaa lazima muwe na viwanda vya msingi, wata viwanda mama. Kwa hiyo tumefanikiwa kuwapata Wachina. Wale Wachina tumefanya mazungumzo nao halmashauri waweze kuwekeza kwenye ubanguaji wa korosho. Kwa sababu sisi tuko kwenye junction, tunataka ubanguaji wa korosho ufanyike hapa. Na Wachina wakakubali. Lakini pia tukawaambia ufuta una thamani kubwa sana duniani. Na mimi nikiwa mkurugenzi mkuu wa kituo cha uwekezaji na baadaye nikiwa waziri wa uwekezaji, nilikuwa nikitoa matamko mengi kusisitiza wawekezaji waje kuwekeza kwenye ufuta na korosho. Niliwahi kumuita hata balozi wa Vietnam pale ofisini kwangu, nikamleta huku kwenye viwanda vyote 11 vya ubanguaji wa korosho, ikiwemo hiki Chabuko.
na nikafanya mazungumzo na CRDB, baadaye wakapeleka kwa Export Trading ambao wamekichukua, tukitaka waviachie au wawekeze kuweka viwanda ili tutengeneze ajira kwa watu wetu, lakini kuongeza mapato ya halmashauri na kuongeza thamani ya bidhaa zetu. Kwa ninafurahi kuambia wale wa China walikubali, wakaomba eneo, ile machinjio ya sasa ya Mtandi, ile eneo pale juu tumewapa wao, na wamelipa milioni 980 cash halmashauri, na tumewakabidhi eneo, na sisi tumechukua eneo jipya, tunajenga machinjio mapya. Na wao hawakuleta ubabaishaji, wameanza kazi ya ujenzi, na hata mitambo wameshaileta. Wamekodi gala ndugu yangu Abdul Chionda, wameweka mitambo yao mle, wameweka vifaa ambavyo wanahitaji kupeleka kule, ili ujenzi utakapokuwa unakamilika wao wanaingiza vile vifaa, na lengo lao kwenye msimu wa mwaka huu wa korosho kuanzia mwezi wa 7 wa 9, huwa mara nyingi msimu wa korosho mwezi wa 9, basi waanze kununua korosho na kuweza kuzipeleka kiwandani. Lakini tunayo mazungumzo pia na wadau wengine kuweza kuweka viwanda viwili, kimoja cha vifungashio kwa ajili ya ufuta, mbaazi, choroko, karanga na kadhalika, lakini pia na kiwanda kingine ni kusafishia hizo bidhaa. Kwa hiyo sasa hivi wapo kwenye hatua ya juu, na muda ukiwa tayari, na tumeshaonyesha mpaka eneo, muda ukiwa tayari tutawafikisha kwenye eneo ili waweze kuanza mchakato wa ujenzi. Kwa kweli tunataka Masasi yetu ipanuke, Masasi yetu ikue, tuweze kupata uchumi wa kutosha kwenye eneo letu na kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu zangu, tumeyafanya mengi, lakini nilikuwa natamani niwaeleze jambo la mwisho. Tuna adha kubwa tunazipata Masasi. Tuna changamoto ya umeme kukatika. Tuna changamoto ya maji kutokuwa na uhakika. Ndugu zangu, mimi nilikaa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nikamwambia mama, sisi mkoa wa Mtwara ndio tunazalisha gesi. Gesi nyingi inatoka Mtwara na kiasi inatoka Songosongo Kilwa kule Lindi, na ndio tunachangia umeme kipindi chote ambacho cha ukame, wakati vyanzo vya maji havifanye kazi. Chanzo cha umeme wa gesi unachukua 65% ya umeme wote unaozalishwa kwenye nchi, lakini sisi watu wa Lindi na Mtwara hatunufaiki na umeme unaozalishwa kwenye maji unaozalisha bwawa la Mungu kule Kilimanjaro, Hale Tanga, Kihansi na Kidatu Morogoro, Mtera Dodoma na Iringa pale mpakani, lakini pia na bwawa la Mwalimu Nyerere pale Rufiji. Katika mpango wake Mheshimiwa Rais ambaye aliuweka wa gridi imara, kuimarisha usambazaji wa umeme kwenye gridi, alikubali kutoa umeme kutoka kwenye kituo kikuu cha Madaba Songea kuja na Mtumbo, Tunduru, Mangaka na hatimaye kuingia Masasi. Nguzo za chuma zile kubwa za msongo wa kilovoti 220 wa kusafirishia umeme mkubwa wa gridi ya taifa kuleta Masasi, ili hatimaye mkoa wote wa Lindi na mkoa wote wa Mtwara uunganishwe na gridi ya taifa kupitia Masasi. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Sisi kwenye kipande chetu kutoka Tunduru mpaka Masasi mjini pale Songa Mbele, ambapo kutakuwa na kituo kikubwa, tumetengewa shilingi bilioni 134 tuweze kutimiza wao, na tumepata kampuni tayari ya kufanya hiyo kazi, kampuni ya Kalpataru kutoka India, na wapo hapa wengine nimeshakutana nao pale Songa Mbele kwenye kona kwenda Matawale. Kuna ekari 25 pale ambako zile nguzo kubwa za chuma zitakuja kutoka Madaba mpaka pale Songa Mbele, na baadaye kutakuwa na transformer nyingi, ule umeme utashushwa, utapoozwa mpaka kufikia kilovoti 33 ambao unafaa kutumika majumbani ukiwa sio hatari, kwa sababu kilovoti 220 ni hatari, unaunguza nyumba. Kwa hiyo utapoozwa mpaka kilovoti 33 tuweze kutumia kwenye mji wetu wa Masasi. Lakini pia na kujenga line mbili zinaitwa feeder lines kuelekea na Newala na Tandaimba, lakini nyingine kuelekea Ruangwa na Chingwea na Liwale. Na pia baadaye kwenye awamu nyingine kutapita line hiyo nguzo kubwa za chuma zitapita mpaka Maumbika, kilomita kama 118 kutoka hapa. Pale Maumbika nao itapoozwa na kushushwa kwenye kilovoti 33 ipelekwe Mtwara mjini
Lindi mjini na Kilwa, ili hatimaye sasa mikoa yote ya Lindi na Mtwara iwe imeingia kwenye gridi ya taifa. Tutumie umeme kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere, tutumie umeme kutoka Kihansi, tutumie umeme kutoka Mtera, tutumie umeme kutoka Kidatu na kadhalika. Wakandarasi wapo na wengine mmewaona wameshaanza kazi. CCM oye! Kwa upande wa maji, ndugu zangu, maji, mifumo ya maji Masasi, mifumo ya usambazaji wa maji Masasi ulikumbana na changamoto. Mimi mwenyewe nilikwenda na timu nzima Manawasa Mbwinji, ambao ndio kituo chetu kikubwa kama chanzo kikuu cha kutolea maji, ambao ni pale Nangoo, unakwenda upande wa kulia juu kule. Tumekuta maji mengi sana kule Mbwinji, na bomba lote la maji Masasi mjini ni inchi 16, kubwa, linatosha kabisa. Linatuletea maji pale maili 6 kwa masista, ambao tuna tenki kubwa la lita milioni 6. Yale maji kutoka Mbwinji yanakuja Masasi mjini kwa mserereko, wala haitumii umeme. Changamoto tuliokuwa nayo sasa kutoka pale maili 6 kuwafikia wananchi, tukabaini mambo manne. La kwanza, kwa sababu umeme unakatika, ile pump station ya pump au kituo cha kusukuma maji pale mtani kinazidiwa nguvu, kwa sababu hakipati umeme wa kutosha. Kwa hiyo kinashindwa kusukuma maji, na ukienda pale maili 6 ukatumia maji yanamwagika nje ya tenki, kwa sababu yamejaa, yapo mengi, haendi kwa wananchi. Kwa hiyo tukasema suluhisho lake ni kupata umeme wa uhakika huu, lakini tukatengeneza mpango mdogo. Nikamwomba Mheshimiwa Rais, na siku amekuja hapo Mheshimiwa Rais, nilisema kwamba Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa sababu tulitengeneza mpango wa kuleta laini mpya ya peke yake ambayo haitatumika na kijiji chochote, kutoka Nanganga, ambayo ile laini imetoka Maumbika mpaka Nanganga, imekuwa na kwenda Ruangwa. Kwa hiyo na sisi tumechukulia pepa Nanganga, tumevuta kilomita 57 mpaka hapa, hizo nguzo za zege ambazo mnaziona, ambazo umeme ule hautumiki na kijiji chochote, ili Masasi mjini tutumie umeme ambao uko huru na haujatumika njiani na kutengenezea shida kubwa, kwa sababu sisi tunahitaji umeme mwingi sana. Hiyo ni kama mpango wa muda wa kati. Kwa hiyo tunaamini tukifanikiwa huo mpango, kwa sababu bahati nzuri umeshawashwa umeme, na huu umeme ukishaanza, tatizo la umeme litakuwa limepungua sana, kama sio kuisha kabisa. Mimi niwaambie, mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Huwa tunasikitishwa sana. Kuna watu inaonekana, sasa kwa taswira hii, inaonekana kuna watu ambao walikuwa na uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi wakati huo, ambao kwa sasa sio viongozi, labda na kwa aibu hawasemi kwamba sio viongozi, wanapita mitaani na kujinasibu kwamba wao viongozi wa CCM, kwa hatumtaki Geoffrey Mwambe. Katibu, mimi nikuombe, kama kuna watu wa namna hii, hebu naomba muwafikishe kwenye taratibu za kichama. Wanawachafua nyinyi Chama cha Mapinduzi. Mimi niwahakikishie ndugu zangu wana Masasi, hakuna mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kuisemea Chama cha Mapinduzi kwenye taifa letu isipokuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, katibu na makamu wake Comrade Stephen Masatu Wasira kwa upande wa Tanzania bara, na kule Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa upande wa Zanzibar. Lakini pia mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi, yeye ndio msemaji mkuu. Lakini pia tunaye msemaji wa chama ambaye ni Comrade Amos Makala, ambaye ni katibu wetu wa itikadi, uenezi na mafunzo. Hajawahi hata siku moja kuzungumza kauli ambazo tunazisikia. Lakini sisi kwenye mkoa wetu, mwenye dhamana ya kutoa kauli ya chama kwenye mkoa ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mtwara, Musa Saidi Nyingeni. Mmeweza kumsikia? Katibu wake wa mkoa alikuwa Mtimwiba pale siku ya kuhamasisha daftari ya uandikishaji, daftari ya kupiga kura. Alisema pale, anaitwa Mobutu Malima, katibu wetu wa mkoa, akasema kwa wilaya ya Masasi, kwa jimbo la Masasi, mbunge ambaye yeye anaamini ametekeleza ilani ya CCM kwa 85% ni Geoffrey Mwambe. Alisema hivyo, kusema. Sasa hao nani wengine mnaowasikiliza? Lakini pia mkoa huu tunaye msemaji wetu ambaye ni katibu wa itikadi na uenezi wa mkoa huu wa Mtwara, anaitwa Juma Nankoveka Murwa. Kutoka Newala mjini, yuko pale mkoani. Mmewahi kumsikia anasema? Lakini hapa kwenye wilaya yetu ya Masasi, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Masasi anaitwa Mariam Ruben Kasembe. Tunamfahamu wote. Mmewahi kumsikia?
Mmewahi kumsikia anasema jina la Mwambe halitarudi? Katibu wetu sisi wa wilaya yetu wa Masasi ambaye ndio mtendaji mkuu kwa niaba ya Dr. Nchimbi anaitwa Mohamed Lawa, ndio huyu ambaye ametoka kuzungumza hapa. Hao wengine ni akina nani? Lakini hapa kwetu tunaye mwenezi wetu, katibu mwenezi wa wilaya anaitwa Twairi Saidi Mayola aka Zungu. Zungu lini amewahi kutangaza kwamba sisi Chama cha Mapinduzi hatutaki Geoffrey Mwambe? Tuna wajumbe wa kamati ya siasa tuko 15. Akiwemo mwenyekiti wa wazazi aliyetoka kuongea hapa, mwenyekiti wa halmashauri, meya, wote ni wajumbe wa kamati ya siasa. Lini mmewahi kuwasikia hawa wajumbe kwamba hawamtaki Geoffrey Mwambe? Hao ndugu zetu wanaosema hivyo, kwanza tuwahurumie na tuwasamehe. Lakini la pili, wao sio viongozi na hawana dhamana yote ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ya tatu, kama wao walihitaji kushiriki kwenye uchaguzi, mimi sijawakataza waje, nitawapokea tuweze kuchapa kazi. Sijawakataa. Nitashangaa sana. Nilipata taarifa kwamba walikuwa wanatafuta wagombea kwa sababu hapa Masasi mjini ilionekana wakati majimbo mengine huko nchi nzima harakati zipo za kiuchaguzi, Masasi mjini imetulia, imepoa kwa sababu watu wanasema wana imani na mbunge wao. Na wote walikuwa wanajaribu kutaka kuingia Masasi mjini walikuwa wanakutana na kauli zenu. Kuna wengine walikuwa wanakuja, wengine walikuwa wanaletwa, walikutana na kauli zenu kwamba sisi Masasi mjini tumejitosheleza, tuna mbunge wetu na tunaenda naye. Sasa inavyoonekana kwa hizi kauli zinazozungumzwa, inaonekana wapo ambao walikuwa walitamani kwamba kwa nini Mwambe asiwe na wapinzani. Kidemokrasia inaruhusiwa kabisa. Tena wakati huo kutakuwa na katibu atatoa fomu nyingi, atachapisha fomu nyingi, hata fomu 500. Ingewezekana kila mmoja akitaka akachukue fomu. Lakini ndugu zangu, huwezi kupita kwenye vijiwe kwenda kutoa kashfa kwa Chama cha Mapinduzi, kwenda kuchonganisha Chama cha Mapinduzi na wananchi kwamba chama hakimtaki mbunge. Yaani kivipi? Na nani huyo ndani ya chama? Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, tena sio kubahatisha. Nimekabidhiwa kadi ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2001. Au wengine sio walikuwa labda wakululindi au watu wanauzauza ukopo. Mimi sikukabidhiwa kadi mtaani. Nilifanyiwa mafunzo ya dhati. Nilipitia mafunzo ya kutwa nzima. Nilipata mafunzo kutoka kwa Dr. Mwakembe, Franki Uhaula akiwa ndo katibu mkuu wa UVCCM taifa wakati ule, mzee marehemu Patrick Kunambi, chief wa Waluguru sio Pogoro, Waluguru, ambaye alikuwa pale chuo kikuu. Lakini tulipata mafunzo kutoka kwa mzee wetu Kingunge Ngomale Mwilu. Na kadi yangu nilikabidhiwa na mzee wangu Philip Mangula, ambaye alikuja baadaye kuwa katibu mkuu wa CCM na baadaye kuwa makamu mwenyekiti wa CCM taifa. Mimi sio mwana CCM wa kubahatisha. Huu mwaka wangu wa 24 ndani ya CCM katika ngazi ya juu. Hao wanaozungumza mtaani ni waombe sana, tuwapuuze, tuwasamehe na kuwaombea, ikiwezekana basi wakae katika hali nzuri, waendelee na maisha yao. Hao ndugu zangu, nimesikia kwamba baada ya kuona wanaumia kwamba hakuna mpinzani wa kumpinga Mwambe, baada ya kuona sisi hata mambo ya vyama hapa Masasi sasa hivi tumeanza kusahau. Wana CCM wote wanaungwa mkono na wanakafu, wana Chadema, ACT Wazalendo, NLD na vyama vingine vyote hapa Masasi, kwamba sisi Masasi tunakwenda na wagombea wa CCM. Uongo kweli? Uongo kweli? Mwenyekiti wetu wa Chadema hivi sijui kama yuko hapa, ambaye pia mwenyekiti wa Chadema wa wilaya hii, bahati mbaya yupo, nafikiri na dharura alikuwa aje hapa, ambaye pia ndio diwani wa Mkuti. Juzi nikiwa kwenye ziara pale Mkuti, tuko Kitunda, aliwaambia wana Kitunda kwamba mimi nitampigia kura yangu Geoffrey Mwambe ndipo CCM itamrejesha. Sasa kama mwenyekiti wa wilaya
wa Chadema anasema hivyo. Nani mwingine? Sasa hizo unakuta vichokochoko, watu walioko ndani ya CCM au wanachama wetu wa kawaida, baada ya kufurahia wao ndio inauma. Lakini mimi ni ndugu zangu wa CUF niliwasikia kwenye mkutano wao mmoja wa hadhara. Mzee wangu katibu wa CUF wilaya ya Masasi, Mzee Cheriche, si yuko wapi? Si kama yuko hapa. Yeye Mzee Cheriche alitangaza wazi kabisa kwamba wao CUF Masasi wanamunga mkono Geoffrey Mwambi na chama chake cha Mapinduzi. Kwa sisi Masasi ni wazi kabisa tumeamua kuchagua maendeleo. Na niwashukuru ndugu zangu wa Masasi na ninawaahidi nitaendelea kutumikia na Masasi kuelekea nguo yangu ya kufikia tarehe 30 mwezi wa 6.